Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anadai amemwomba Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la New York Times ambalo limeripoti mnamo Alhamisi likimnukuu afisa mkuu wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa. Inasemekana viongozi hao wawili walipiga simu mnamo Jumatano. Ikulu ya White House ilithibitisha kwamba simu ilifanyika baada ya The Jerusalem Post kuomba maoni, na hata hivyo Ikulu ya Marekani haikuthibitisha yaliyomo kwenye simu hiyo. Hasa siku hiyo hiyo Trump alidai kwamba alipokea habari kutoka kwa vyanzo muhimu vya upande mwingine kwamba Iran iliacha kuwaua wapinzani, na hivyo rais wa Marekani alikubaliana na maombi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ya kuacha kuishambulia Iran. Iran inadaiwa ilijiandaa vilivyo kwa ajili ya mapambano wakati wowote dhidi ya serikali ya Marekani. Na hata hivyo serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliapa kwamba kamwe haitoweza kupiga magoti dhidi ya Marekani, ambayo mara kadhaa imekuwa ikitoa maombi ya namna ya kuhakikisha inaachana na mipango yake, ikiwa ni pamoja na ile ya nyuklia. Tuliambiwa kwamba mauaji nchini Iran yanakoma na hakuna mpango wa kunyonga, alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval katika White House. Hakuna mpango wa kunyongwa au kuwanyonga wale walioandamana. Nimeambiwa hivyo kwa mamlaka nzuri. Tutajua tu yale yanayoendelea. Nina hakika kama itatokea nitasikitika sana, alisema rais wa Marekani Donald Trump. Siku ya Alhamisi ikulu ya White House ilidai kuwa mauaji yalisitishwa nchini Iran na kuongeza kuwa Trump anaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo. Hata hivyo, baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakielezwa na Israel ni kwamba hata yenyewe haikuwa na mipango ya kufanya operation yoyote ndani ya Iran, na kuwatoa hofu raia wake kwamba hakutakuwa na vita itakayoendelea kati ya Iran na Israel, kwamba itatokea nchini humo kutokana na kauli zilizokuwa zikiendelea kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia kutokana na kauli zilizokuwa zikitolewa na Iran kwamba ikiwa itashambuliwa, mashambulizi makubwa yataelekezwa nchini Israel. Hadi sasa bado hakuna uhakika juu ya kile alichokizungumza rais wa Marekani kwamba ataachana na mpango wa mashambulizi ndani ya Iran, lakini baadhi ya wachambuzi wakisema hizi ni propaganda ambazo zinatengeneza namna ya kuifanya Iran kuachana na mpango wake wa kujiandaa kivita na hatimaye kufanyika kwa shambulizi la kushtukiza ndani ya Iran. Inasemekana Trump aliamua kutoingilia kati siku ya Jumatano licha ya ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa kuashiria kwamba hatua za kijeshi za Marekani zilikuwa karibu. Ripoti ya gazeti la New York Times zilikuja baada ya Marekani kuonekana kugeukia njia za kidiplomasia za shinikizo ili kukomesha ukandamizaji wa Iran dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali. Wachambuzi wengine wanasema kwamba hakukuwa na sababu ambayo ingeweza kusababisha operation hiyo kufanyika nchini Iran. Kadhalika wengine wanasema kwamba ni kile ambacho wengine walifikiria ni namna ambavyo baadhi ya mataifa yalianza kuingilia kati, ikiwa ni pamoja na China pamoja na Urusi, ambapo inadaiwa kuna vifaa vingi vya kijeshi vilivyotoka nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za Su-35 pamoja na mfumo wa ulinzi wa anga wa Su-400, ikiwa ni pamoja na ule ulinzi wa anga ambao wengi wamekuwa wakiuhofia kutoka nchini Urusi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.